Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba, tuitikie wote myesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Leo tunajifunza sehemu ya 12 na ni sehemu ya mwisho inayoelezea msingi wa 4 wa mwili wa Yesu Kristo, karama. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 12 hadi 31 inasema, maana kama vile mwili ni mmoja na una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. Kwa maana mwili si kiungo kimoja, bali ni vingi. Mguu ukisema kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili, je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Na sikio likisema kwa kuwa mimi si jicho, mimi si la mwili, je, si la mwili kwa sababu hiyo? Kama mwili wote ukiwa jicho, ku wapi kusikia? Kama wote ni sikio, ku wapi kunusa? Bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Lakini sasa viungo ni vingi, ila mwili ni mmoja. Na jicho haliwezi kuambia mkono, sina haja na wewe, wala tena kichwa hakiwezi kuiambia miguu, sina haja nanyi. Bali zaidi sana vile viungo vya mwili vizaniwavyo kuwa vinyonge zaidi, vyahitajiwa zaidi. Na vile viungo vya mwili vizaniwavyo kuwa havina heshima, viungo vile twavipa heshima zaidi. Na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. Kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameuungamanisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa, ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane kila kiungo na mwenziwe. Na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia nacho, na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo, na viungo kila kimoja peke yake. Na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa na masaidiano,
na maongozi na aina za lugha. Je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote wanatenda miujiza? Wote wana karama za kuponya wagonjwa? Wote wananena kwa lugha? Wote wafasiri? Takeni sana karama zilizo kuu. Hata hivyo, nawaonyesha njia iliyo bora, neno la Mungu. Kama tunavyojua, mtu ni kanisa au ni hekalu la Mungu na mtu ni kiungo cha Yesu, karama na huduma ndani ya mtu pia ni sehemu ya kiungo cha mwili wa Yesu. Si vizuri sana kuiona huduma au karama yako ni bora kuliko ya mwingine, bali karama na huduma zote zinashirika na zinategemeana. Mfano wa karama na huduma za dunia ya leo ni madhehebu ya dini zetu. Katika karama tunaona mwili wa Yesu ndio unatoa karama zote hizo. Aliyeanzisha dhehebu la Pentekoste amepewa na Yesu, na aliyeanzisha dhehebu la Wasabato amepewa na Yesu. Aliyeanzisha dhehebu la KKT amepewa na Yesu, na aliyeanzisha dhehebu la Ukatoliki amepewa na Yesu. Aliyeanzisha dhehebu la ulokole amepewa na Yesu. Pia aliyeanzisha dhehebu la AIC amepewa na Yesu. Kumbuka, madhehebu yote haya hakuna lililokamilika 100%. Linaloweza kusema sisi ndio mitume, pia ni manabii, pia ni walimu, pia tuna miujiza, pia tunaponya, pia tuna karama ya uongozi na kunena aina zote za lugha. Madhehebu yote yana mapungufu. Ni kweli madhehebu yote yanamhubiri Yesu, maana ni kichwa cha madhehebu yote. Pia yapo kama kiungo cha mwili wa Yesu ili kuukamilisha mwili wa Yesu. Pia kumbuka, Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Kati yao 12 hakuna hata mmoja aliyekuwa mkamilifu 100% ambaye angeweza kusema nitaifanya kazi ya Yesu na kuikamilisha vizuri mpaka inifikie mimi niliyekuwa mwabudu miungu ya ukoo wetu, isipokuwa Yesu mwenyewe, mbeba maono ya ulimwengu tu. Lakini kwa kushirikiana waliweza kukamilisha kazi ya Yesu, huku Yesu akiwasimamia kutumia Roho Mtakatifu. Hivyo basi, kutokana na somo la karama kama kiungo cha mwili wa Yesu, wanadamu wote ulimwenguni kama viungo vya mwili wa Yesu, tunafundishwa kuwa na umoja kama wanafunzi 12 wa Yesu na kuombeana rehema, kufundishana, kuimarishana na kuonyana kwa upendo kama tiba ya kiungo cha mwili wa Yesu kwa wale wasiotii sauti ya Yesu, ili kujenga mwili wa Yesu katika upendo, umoja na mshikamano katika roho na kweli, ili siku ya mwisho, yani kiyama, watu wote wapate kuokolewa na jehanamu ya milele. Amina. Ombi. Yesu Kristo, msaada wa wote wenye mwili, tusaidie watu wako tupate akili, roho na nguvu, na kuombeana pale tunapokosea, ili tupate kwa kitu kimoja katika upendo wako. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.